Karibu kwenye mahubiri. Jirani yangu ni nani? Andiko twalipata katika kitabu cha Luka mtakatifu, mlango ni wa 10, mstari ni wa 25 hadi 37. Timu, mtu wa dini utafuta mipaka ya upendo. Kristo anaonyesha kwamba rehema ya kweli umkaribisha mwenye hitaji. Waso kuu, swali sahihi si jirani yangu ni nani? Bali mimi ninakuwa jirani kwa nani? Na swali hili linafunua kama ninaishi katika kujihesabia haki au katika rehema ya Mungu. Utangulize ni kichwa, jirani yangu ni nani? Andiko nitwalipata katika kitabu cha Luka mtakatifu, mlango ni wa 10, 25 hadi 37. Kuna maswali yanayoonekana kuwa ya kiroho, lakini yanaficha moyo usio sawa. Kuna maswali yanaonekana kuwa ya kweli, lakini kwa ndani hayatafuti ukweli. Kuna maswali ya kidini ambayo hayatoki katika njaa ya kumtafuta Mungu, bali katika hamu ya kujitetea mwenyewe. Hivyo ndivyo andiko letu linaanza. Mwalimu mmoja wa sheria anamjia Bwana Yesu na kumuuliza. Luka mtakatifu mstari wa 10, mlango wa 10 mstari wa 25. Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Kwa mara ya kwanza swali hili linaonekana kuwa suri sana. Linaonekana kuwa zito. Linaonekana kuwa muhimu. Linaonekana hata kuwa mojawapo ya maswali makubwa ambayo wanadamu wanaweza kuuliza. Na kweli ni swali kubwa. Katika mazingira ya Kiyahudi, usemi huu kuurithi uzima wa milele au kumaanisha tu nitafikaje mbinguni. Kwa namna rahisi tunavyosema wakati mwingi, ulihusu kuingia katika ule ulimwengu ujao, katika ulimwengu uliofanywa Bwana mpya na Mungu, katika utawala wake kamili, katika ufalme wake wa mwisho. Kwa maneno mengi, mtu huyu anauliza kimsingi, nifanye nini ili niweze nini na sehemu katika ulimwengu wa Mungu? Nifanye nini ili niishi katika mpangilio wake wa mwisho? Nifanye nini ili nikubalie katika ule ukweli wa ujao? Lakini andiko linatuambia jambo muhimu sana kuhusu moyo wake. Luka asemi kwamba mtu huyu alikuja kujifunza. Asemi kwamba alikuja kwa unyenyekevu. Asemi kwamba alikuja kuomba nuru. Andiko linasema kwamba alikuja kumjaribu Yesu. Na hilo linabadilisha kila kitu. Swali lake alitoki katika ibada. Alitoki katika kufunjika moyo mbele za Mungu. Linatoka katika majaribio. Na hapo sisi pia tunapaswa kuwa waangalifu. Si kila swali la kidini ni swali safi. Unaweza kuzungumza kuhusu Mungu, lakini usiwe unamtafuta Mungu. Unaweza kuzungumza kuhusu uzima wa milele, lakini ukawa mbali sana na toba. Unaweza kuuliza maswali ya kibibilia, lakini moyo wako ukawa bado unampinga Kristo. Na mtu huyu anakuja na swali, nifanye nini? Na tayari hapa tatizo linaonekana. Anawaza kwa lugha ya sifa binafsi. Anawaza kwa lugha ya utendaji. Anawaza kwa lugha ya sharti linaloweza kumtimizwa. Anataka formula. Anataka masharti. Anataka tendo fulani. Lakini uhusiano wa Mungu hauwezi kupunguzwa kuwa alama ya kidini inayoonekana kwenye orodha. Na hilo ndilo pia tatizo la watu wengi wa dini leo. Baadhi bado wanauliza hivi. Nifanye nini? Nifanye kiasi gani? Nikamilishe nini? Nijihusishe kwa kiwango gani? Ni kiwango gani cha nini ninachohitaji ili niwe sawa na Mungu? Lakini Bwana Yesu atamwacha mtu huyo abaki katika mantiki ya juu ya sifa binafsi.
anampeleka kwenye maandiko, na kupitia maandiko atampeleka kwenye moyo wake mwenyewe. Swali kuhusu uzima wa milele lina ufunuo moyo unaotafuta kujihesabia haki. Luka mlango wa 10 mstari wa 25 hadi 29. Swali kuhusu uzima wa milele linafunua moyo unaotafuta kujihesabia haki. Bwana Yesu anamjibu mtu huyu si kwa hotuba ndefu, bali kwa maswali mawili. Luka mlango wa 10 mstari wa 26. Yameandikwaje katika Torati? Wamesomaje? Angalieni umakini na mamlaka ya Yesu. Aulizi tu imeandikwa nini? Anauliza pia, unasomaje? Kwa maneno mengi haitoshi kuwa na maandishi. Haitoshi kunukuu Biblia. Haitoshi kuwaza kurudia amri. Lazima usome kwa usahihi, lazima uelewe kwa usahihi. Lazima uache andiko likuongoze kwenye ukweli, si kulitumia kujitetea au kulinda mfumo wako. Ili ni mojawapo ya masomo makubwa ya kifungu hiki. Haitoshi kusoma maandiko, swali ni unayasomaje? Unayasoma ili uyatii au unayasoma ili ujihesabie haki? Unayasoma ili ufunjike au unayasoma ili ulinde sura yako ya kidini? Unayasoma ili umuone Mungu au ili ubaki mzuri machoni pako mwenyewe? Mwalimu wa sheria anajibu kwa usahihi katika kiwango cha nadharia. Luka mstari wa 10:27. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kweli akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Jibu lake ni zuri. Anakusanya kwa usahihi sana kiini cha sheria kwa kutumia maandiko mawili msingi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 5. Kumpenda Mungu kikamilifu. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 18. Kumpenda jirani, yani wima Mungu, mlalo jirani. Hauwezi kusema kwamba unampenda Mungu ukiwa humuoni mwanadamu, na hauwezi kudai kwamba unampenda mwanadamu kiBiblia ikiwa umejitenga na Mungu. Bwana Yesu anawaambia katika Luka mlango wa 10 mstari wa 28, mmejibu vyema, fanya hivyo nawe ustahili. Hapa hatupaswi kuelewa kwamba Yesu anahubiri wokovu kwa matendo katika maana ya mwisho ya Injili. Hapana. Hapa Yesu anaweka mbele yake kiwango kisima cha sheria. Kwa maneno mengi, unataka kusimama mbele za Mungu kwa msingi wa sheria? Basi mpende Mungu kikamilifu bila kukosea hata kidogo, na mpende jirani yako bila ufa wowote. Tatizo ni kwamba mtu huyu alijua amri lakini hakuweza kuitimiza kwa ukamilifu. Na badala ya kufujika na ukweli huo, anajaribu kujilinda. Na hapa ndipo mstari wa kuamua unapokuja. Luka mlango wa 10:29. Lakini yeye akitaka kujihesabia haki akamwambia Yesu, na jirani yangu ni nani? Hapo ndipo kinyango kinaanguka. Swali la pili alitoki katika njaa ya kupenda zaidi, linatoka katika hamu ya kupunguza amri. Mtu huyu auliza ili apende zaidi, anauliza ili awajibike kidogo zaidi. Hicho ndicho kujihesabia haki. Kwa ndani anasema hivi, nieleze mpaka wa upendo wangu unaishia wapi? Nieleze ni nani yuko ndani ya duara la wajibu wangu? Nieleze wapi wajibu wangu unaishia? Nieleze ni nani ninaweza kumuondoa bila kujisikia na hatia? Hilo ndilo tatizo la mtu wa dini. Mtu wa dini aulizi kwanza, ninawezaje kupenda vizuri zaidi?
Anauliza, ninawezaje kupunguza hitaji ili nionekane sawa? Na hapa andiko linakuwa la sasa sana. Kwa sababu sisi pia tunafanya vivyo hivyo. Sisi pia tunasema, je, kweli ni lazima nijihusishe? Lakini kama huyo mtu astahili, je? Kama anatoka mazingira tofauti, je? Kama ni wa kanisa lingine, je? Kama ni wa kabila lingine, je? Kama asingefanya jambo hilo kwangu, je? Kama si wajibu wangu wa moja kwa moja, je? Wakati mwingine maswali kama haya yatofautia utambuzi wa kiroho. Yanatafuta kisingizio, yanatafuta mpaka, yanatafuta njia ya kutoroka. Na wakati huo Kristo ajibu tena kwa maelezo ya kitaalamu, anajibu kwa mfano, mpito. Bwana Yesu aingia katika mjadala wa mkafu wa kielimu. Atoe orodha ya makundi, aseme jirani yako ni fulani au fulani tu. Badala yake anasema mfano unaofunja kuta na kufunua moyo. Mfano wa Msamaria unaonyesha kwamba rehema ya kweli haipiti pembeni bali ukaribia. Luka mlango wa 10 mstari wa 30-35 inasema hivi. Mfano wa Msamaria unaonyesha kwamba rehema ya kweli haipiti pembeni bali ukaribia. Bwana Yesu anasema, Luka mlango wa 10:30, mtu mmoja alikuwa akishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia mikononi mwa wanyang'anyi. Wakamfua nguo, wakampiga, wakaenda zao, wakamwacha karibu kufa. Njia kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko ilijulikana kuwa ya hatari. Ilikuwa na mteremko mkali. Eneo lilikuwa la upweke. Lilifaa kwa mitego na uporaji. Lakini angalia jambo muhimu sana. Yesu atusimulia mtu huyu ni nani hasa. Asemi kabila yake, asemi hali yake ya kijamii, asemi kama alikuwa tajiri au maskini, asemi kama alikuwa mwema au mwokofu, asemi kama alistahili msaada au la. Kwa nini? Kwa sababu msisitizo hauko juu ya ustahili wa aliyejeruhiwa. Msisitizo uko juu ya jibu la yule anayekutana naye. Dini baridi uona, lakini haisimami. Luka mlango wa 10:31-32. Kwa bahati kuhani mmoja alikuwa akishuka njia ile ile, naye alipomuona akapita upande wa pili. Vivyo hivyo Mlawi naye alipofika mahali hapa akamuona, akapita upande wa pili. Hapa ndipo msiba ulipo. Kuhani alimuona, Mlawi alimuona. Kwa hiyo tatizo alikuwa kukosa habari, alikuwa kutokuelewa hali, alikuwa kutomuona kwa macho. Waliona. Lakini walichokuwa umbali, andiko ni tulifu lakini kali. Alisemi kwamba walimpiga, alisemi kwamba walimuibia, alisemi kwamba walimtukana, lakini linasema kwamba walipita pembeni. Na wakati mwingine huo ndio uso wa heshima wa kukosa upendo. Umuumizi mmoja kwa moja lakini unampita. Umpigi lakini unamuacha. Utendi ubaya kwa mkono wako lakini unakataa mema ambayo ungeweza kuyafanya. Hiyo ndiyo dini isiyo na rehema. Unaweza kuwa karibu na hekalu lakini mbali na moyo wa Mungu. Unaweza kuwa na nafasi ya kiroho lakini bila huruma. Unaweza kujua sheria lakini ukakosa kabisa kile sheria inachotaka. Katika Agano la Kale lote Mungu alikemea ibada inayohifadhi taratibu lakini inapoteza rehema. Mungu afutiwi kamwe na dini inayompita mwanadamu aliyejeruhiwa. Kuhani wa Mlawi ni picha ya uchozi usio na moyo. Ni picha ya usahihi wa dini usio na huruma. Ni picha ya huduma inayojua, inaona, inapita lakini haisimami.
Na hilo linapaswa kutuchunguza, kwa sababu unaweza kuwa kanisani, unaweza kuwa lugha ya Biblia, unaweza kuwa na huduma, unaweza kuwa na uosefu, unaweza kuwa na sifa njema na bado usiwe na rehema. Yule aliyedharauliwa anakuwa mfano wa rehema. Alafu mshtuko unakuja. Luka mlango wa 10 mstari wa 33. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa safarini alifika mahali pale. Naye alipomwona akamhurumia. Hapa wakasikilizaji wa Wayahudi walipaswa kuhisi mvutano wa mfano huu. Kati ya Wayahudi na wa Msamaria kulikuwa na uadui wa zamani, wa kidini, wa kikabila, wa kihistoria, wa utambulisho. Msamaria hakuwa mtu ambaye ungetarajia awe mfano wa kuigwa. Hakuwa mkombea sahihi wa kuwa shujaa wa hadithi, lakini ni yeye hasa anayekuwa mtu wa rehema. Hapa Yesu anapiga kwa nguvu sana ubaguzi wa kidini. Mungu anaweza kuaibisha dini baridi kwa huruma ya kushangaza ya mtu ambaye wengine wamdharau. Lakini jambo la muhimu zaidi ni hili: rehema ya Msamaria haibaki katika hisia tu, andiko linakuwa halisi sana. Luka 10 mstari wa 34-35. Akamkaribia, akamfunga vidonda vyake, akamvitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka nyumba ya wageni, akamtunza. Kesho yake akatoa dirhami 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akasema, mtunze na chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Angalia vitenzi. Akamkaribia, akamfunga, akamfitia, akampandisha, akampeleka, akamtunza, akalipa, akachukua wajibu wa kuendelea. Hiyo ndiyo rehema kiBiblia. Si kauli mbio, si nia hafifu, si hisia ya haraka, si huruma juu. Ni kujihusisha kwa gharama. Msamaria anakatiza safari yake. Anatumia rasilimali zake, anachukua hatari, anatoa muda wake. Anamtumia vitu vyake, analipia utunzaji wa mwingine. Hii ina maana kwamba rehema ya kweli ina gharama. Na hapa tunapaswa kusema kwa wazi: upendo kwa jirani haupimwi kwa hisia, bali kwa dhabihu. Unaweza kusema kwamba unajali, lakini kama uigharimu chochote, huenda bado si rehema ya kiBiblia. Rehema ya kweli ina gharama: muda, nguvu, pesa, faraja, mipango, sifa na uvumilivu. Ndiyo maana mfano huu una nguvu sana. Msamaria haisi tu jambo fulani, anafanya jambo fulani. Mipito. Baada ya kusema mfano huu, Bwana Yesu amwachia mtu huyu abaki mtazamaji tu. Anamleta hadi mahali pa hukumu ya ukweli. Anamlazimisha kukubali kweli ambayo haikutaka kusema. Yesu analibadilisha swali: si jirani yangu ni nani, bali mimi ninakuwa jirani kwa nani? Luka 10:36 mstari wa 10 mstari wa 36 hadi 37. Yesu anabadilisha swali: si jirani yangu ni nani, bali mimi ninakuwa jirani kwa nani? Bwana Yesu anauliza. Ni yupi katika hao watatu aonekana kwako kuwa jirani yake yule aliyeangia mikononi mwa wanyang'anyi? Hapa ndipo mgeuzo mkuu ulipo. Mtu alikuwa ameuliza, jirani yangu ni nani? Yaani, ni nani ninayepaswa kumjumuisha katika wajibu wangu? Lakini Yesu anauliza, ni nani aliyekuwa jirani? Yaani, ni nani aliyekuwa mtu wa rehema? Ni nani alitenda kama jirani? Ni nani alitoka kwenye maelezo na kuingia kwenye huruma? Hilo linanibadilisha kila kitu. Swali aliko tena ni nani yuko ndani ya duara la upendo wangu?
swali linakuwa, je, nina moyo unaomkaribia mwenye hitaji? Na hapa tunaona jambo la kufutia sana. Mwalimu wa sheria anajibu. Luka 10:38. Ni yule aliyemwonyesha rehema. Angalia, hata sasa hawezi kusema Msamaria. Hawezi kutamka jina la yule aliyemdharau, lakini analazimika kukubali ukweli. Kisha amri ya mwisho ya Yesu inakuja. Luka mlango wa 10:37. Anende nawe ukafanye vivyo hivyo. Yaani, acha kujihesabia haki, acha upendo wa kuchagua, acha mipaka ya uongo, acha dini unayotazama ni kupita na umkaribie mwenye hitaji. Usiulize kwanza ni nani unawajibika kumpenda kwa kiwango cha chini. Jiulize kama una moyo unaokaribia. Kina cha ndani zaidi cha andiko ni kweli ya ndani zaidi, au hamisihi tu, pia unashtaki. Hapa tunapaswa kuwa waangalifu sana. Tupunguze mahubiri haya kuwa ujumbe wa wewe pia uwe mtu mwema. Tumeudhobisha andiko, kwa sababu mfano huu si wa kuhamasisha tu, pia ni wa kufunua. Hautuambii tu tutachopaswa kufanya, pia unatuonyesha sisi ni nani. Kwa sababu tukisema kweli, ni nani anayependa hivyo kila wakati? Ni nani anayesimama kila mara? Ni nani ambaye hajawahi kupita pembeni? Ni nani ambaye hajawahi kuchagua jirani yake kwa msingi wa faraja, mapenzi binafsi, sifa au kundi lake? Mfano huu masishi tu, pia inatuhukumu. Unaonyesha kwamba tatizo la mtu wa dini si ukosefu wa habari, bali ukosefu wa moyo unaofaa. Unaonyesha kwamba sheria ya Mungu ni ya ndani zaidi kuliko tunavyofikiri. Unaonyesha kwamba mwanadamu hawezi kujihesabia haki mwenyewe mbele za Mungu. Na hapa ndipo mlango mzuri sana wa kumwona Kristo unafunguka. Kwa maana katika maana ya ndani zaidi, sisi si Msamaria kwanza. Sisi ni yule mtu aliyeanguka mkononi mwa wanyang'anyi. Tumejeruhiwa, hatuna nguvu, tumepigwa na dhambi. Hatuwezi kuinuka wenyewe. Hatuna rasilimali halisi ya kujiokoa. Na Kristo ndiye anayekaribia sisi. Hakupita pembeni, hakutendea kutoka mbali. Hakungoja mpaka tustahili, hakutupenda kwa sababu tulikuwa thamani. Alitukaribia tulipokuwa tumepotea. Alikuja kwetu kwa neema, alibeba mizigo yetu. Alilipa gharama kamili ya wokovu wetu. Msalabani alifanya kila ambacho sisi hatungeweza kamwe kujifanyia wenyewe. Ndiyo maana amri hii, enenda nawe ukafanye vivyo hivyo, haipaswi kusikia kama ngazi ya kupanda kwenda kwenye wokovu, bali kama matunda ya rehema iliyopokewa. Upendi hili uokolewe, unapenda kwa sababu umeguswa na neema. Umkaribii aliyejeruhiwa ili ajihesabie haki. Unamkaribia kwa sababu Kristo alikukuta wewe ulipokuwa umeanguka. Na hilo linabadilisha kila kitu. Katika matumizi, chunguza maswali yako. Si kila swali la kidini ni safi. Jiulize, je, natafuta kweli au natafuta kisingizio? Je, natafuta mapenzi ya Mungu au natafuta mpaka wa chini kabisa? Je, natafuta nuru au natafuta kujihesabia haki? Wakati mwingine tatizo si kukosa jibu. Tatizo ni kwamba hatutaki jibu la kweli. Rehema upimwa kwa gharama. Kuhani wa Mlawi waliona lakini hawakujihusisha. Msamaria alipanda kwa gharama. Na wewe unapaswa kujiuliza, ni nani anayemwona lakini anampita? Ni nani anayemtambua lakini hamsaidii?
Ni wapi huna huruma ya maneno lakini si huruma ya vitendo? Rehema ya kweli ina gharama. Usimchague jirani yako kwa msingi wa faraja. Mfano huo unapinga moja kwa moja ubaguzi wetu. Unaruhusa kupenda tu aliyeko katika kundi lako, wa utamaduni wako, unafanana na wewe, anayekuwa kukulipa wema wako. Pale ambapo kuna hitaji la kweli na Mungu amekuweka katika nafsi ya kujibu, hapo wajibu wako unaanza. Pokea kwanza rehema ya Kristo, hapa ndipo ufunguo ulipo. Huwezi kuishi amri hii kwa nguvu ya maadili pekee. Unahitaji kufunjwa na kujengwa upya na neema ya Kristo. Na yule tu aliyefahamu kwamba Kristo alimkaribia ndiye anayeweza kuwakaribia wengine kwa usahihi. Hitimisho. Si ni nani yuko ndani ya duara la upendo wangu, bali mimi ninakuwa jirani kwa nani. Mwalimu wa sheria alikuja na swali, nifanye nini? Kisha akaendelea na swali, na jirani yangu ni nani? Lakini Kristo alimwonyesha kwamba tatizo lake alikuwa ukosefu wa maelezo. Tatizo lilikuwa moyo wake. Tatizo lilikuwa kujihesabia haki. Tatizo ilikuwa kukosa rehema. Na swali hilo hilo linabaki kwa sisi pia, si ni nani ninalazimika kumpenda kwa kiwango cha chini, bali je, ni nani moyo unaokuwa jirani? Si ni nani anayestahili msaada wangu, bali ni wapi Mungu anaita nikaribie. Si ninawezaje kutoka nikiwa sawa, bali je, nimeumbwa na rehema ya Kristo. Dini ya kweli upiti pembeni. Uchachi wa kweli haumkwepi mtu aliyeanguka. Upendo wa kweli huishi kwenye maelezo. Na maandiko ya kweli huanza pale anapofahamu kwamba kabla hujaitwa kuonyesha rehema, wewe mwenyewe ulikuwa tayari umekuwa kitu cha rehema ya Kristo. Enenda nawe ufanye vivyo hivyo. Luka 10 mstari wa 37. Bwana alibariki neno lake.